Ndugu Mwanasheria Mkuu wa serikali, imeelezwa kwamba kauli mbiu ya kongamano hili ni demokrasia kwa vitendo, sheria, uwajibikaji na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ni kauli mbiu mwafaka kabisa, hasa katika kipindi tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Lakini pia inatukumbusha mchango mkubwa wa sheria na utawala bora katika ustawi dhahiri wa demokrasia nchini. Hivyo basi, mjadala wenu una umuhimu wa kipekee nchini. Nimefarijika kufahamishwa kuwa katika kongamano hili kutawasilishwa mada kabambe kabisa. Ziko 4 lakini heavily loaded, kuhusu maboresho ya sheria za uchaguzi, kuhusu utatuzi wa migogoro inayohusu uchaguzi, kuhusu amani, shughuli za dola, vyombo vya ulinzi na usalama na kadhalika. Napenda kuchukua nafasi hii kuwasihi washiriki kusikiliza kwa makini, lakini naomba pia mshiriki kwa ukamilifu katika kuchangia mada hizo. Be proactive, not reactive or merely receptive. Mtakapochangamka kuchangia mada, mkatoa maoni yenu, yatoke moyoni mwenu. Yue nini kifanyike kuboresha zaidi, maana tumefika hapa tulipofikia, lakini sio mwisho wa safari. Tunatokaje hapa kwenda mbele huko kuliko kwa kuzuri zaidi? Ningekuwa na mimi mchungaji ningesema tunakwendaje kwenye nchi ya asali na maziwa. Ni dhahiri kwamba maudhui yatakayowasilishwa kupitia mada hizo ni muhimu kwa ustawi wa demokrasia ya nchi yetu. Ndugu zangu, Tanzania ni nchi yenye historia ndefu ya safari ya kidemokrasia. Tangu uhuru na baadaye muungano, tumepita katika sura mbalimbali. Baada ya wind of change Africa, tukakaa wakati wa Rais Mwinyi sasa akaamua kuunda tume ya Jaji Nyalali. Katika matokeo ya ile hesabu ya Jaji Nyalali, nadhani 75% walitaka tubaki na mfumo wa chama kimoja. 25% wakasema tubaki na vyama vingi. Bahati mbaya au nzuri, nimekuwepo kwa muda mrefu. Nilitangulia kuzaliwa tu, haina sifa. Nilikuwepo kwenye mkutano ule wa NEC. Jaji Nyalali akapendekeza, pamoja na kwamba 25% wanataka tubaki tuwe na vyama vingi na 75 wanasema tubaki kwenye chama, tume ikapendekeza tukubali tuanzishe vyama vingi. Kwa hiyo kalito kwenye NEC, maana katule chama ndio kimeshika hatamu. Hakuna uamuzi mnaweza mkafanya bila ya chama kukubali. Jadala ukawa mkali. Wakisema the people have spoken, tusihangaike. Wanataka tubaki na chama kimoja. Lakini mjadala ukawa mkali na busara ikaprevail.
nakumbuka wengine wakasema, lakini kweli hivi sisi 75 tuko ndani ya ukumbi huu na 25 wako nje, lakini walioko nje wana madebe ngere wanapiga tu. Hivi sisi tuliokuwepo ndani tutasikilizana? Lakini kubwa zaidi nikawa kwamba kama wakati huu 75% wanaamini, wana imani na chama chetu kuendelea kuwepo, na 25 wanataka na wengine waje, huu ndio wakati wa busara kuamua kuingia kwenye vyama vingi. Tusingoje hesabu ile ikabadilika, kwamba 75 anasema vyama vingi, 25 anasema chama kimoja. Itakuwa ni vote of no confidence. Sasa hivi watu wana confidence na chama chetu, ndio wakati wa kuamua kuingia kwenye vyama vingi. Tutaingia kwenye vyama vingi from a position of strength. Nasema haya ili myajue wale ambao hamkupata bahati ya kuwepo wakati uamuzi unafanyika. Ni uamuzi wa hekima, kwamba that was the right time to make that decision. Msingoje mpaka the tables have turned ndio mfanye uamuzi. Maana yake ni kwamba mnakwenda kuondoka, na that decision was prophetic. Tumefanya uamuzi ule na tumeendelea chama chetu kuendelea kuongoza. Hapo sasa nazungumza kama CCM. Lakini I'm telling you the story ya evolution yale mambo katika kipindi hiki ambapo imebaki miezi michache kabla ya uchaguzi mkuu wa bunge, wa rais, wa bunge na madiwani. Kwa nyinyi kukaa na kutafakari hapa tulipo na huko mbele tunakokwenda tuende vipi, ni uamuzi wa busara kabisa, mnastahili kupongezwa. Vyama vya siasa pamoja na chama changu vimekuwa na kauli mbiu za namna mbalimbali. Kwanza tuna ilani, manifesto, lakini kuna kauli mbiu mbalimbali. Lakini yote hayo yana lengo la kuhamasisha watu waje upande wako, lakini pia yanapandisha joto la uchaguzi. Maana kadri kauli mbiu inavyopokelewa sana ndivyo joto linavyoongezeka, the temperatures are rising. Siku hizi sitembei sana, wala sitembei kabisa mtaani huko. Zamani nilikuwa huru sana, mpaka nakuwa waziri nilikuwa na kibaraza changu pale mtaa wa Dosi kule cha kahawa. Kwa mara nyingi zile habari zile za mtaani zile nilikuwa nazipata pale, tunasimulia. Na pale kwa mchanganyiko wa timu zote, wako tunacheza na hatuchezi, wapo mmo ndani. Lakini siku hizi uhuru ule umenipotea tena. Lakini napata habari, nasoma magazeti, nasoma kwenye mitandao, na nyinyi mtakuwa mnafahamu zaidi pengine kuliko mimi. Kauli mbiu ziko nyingi. Wanasema piga kura, linda kura yako.
Ukiambiwa kaa mita 200, mwambie njoo ukae wewe. kama unapapenda hapa. Na kuna wengine wanasema Oktoba tunatiki. kumbe wako wengi hapa. Na wengine wanasema no reform, no election. Sasa kauli hizi ziko za namna mbali. Lakini jambo la kutia moyo ni kwamba, na nachoweza kuambia Watanzania wenzangu, itakapofika wakati wa kupiga kura hiyo Oktoba kwa tarehe itakayotajwa na tume, akili za kuambiwa changanya na zako. Utakayosikia mengi, fanya uamuzi wa busara ili nchi yetu ipate viongozi watakaolitoa taifa letu hapa na kupeleka mbele kwenye maendeleo makubwa zaidi, kwenye amani na kwenye utulivu. Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu, yapo mengi yanayosemwa kuhusu sheria ya uchaguzi, sheria za uchaguzi na Tume ya Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Japokuwa mimi sio wakili msomi, nimekuwa nikifuatia kwa karibu mijadala mbalimbali inayoendelea ndani ya nchi yetu kupitia vyombo vya habari na mitandaoni. Kama mlivyogusia awali, bahati mbaya wakati mwingine kumekuwepo na upotoshaji unaofanywa makusudi kwa maslahi ya vikundi maalum. Hii imekuwa ikinifikirisha sana wakati mwingine na kuniacha na maswali mengi, wakati mwingine nakosa hata majibu. Hivi ni kweli kwamba sheria zetu zinazohusu uchaguzi ni mbaya sana kiasi kwamba haziwezi kusimamia mchakato wa uchaguzi wa mwaka huu? Hivi ni kweli hakuna maboresho yoyote yaliyofanyika? Kwa mtu mwenye uelewa wa kutosha, maswali haya na mengine yanaleta maswali mengi kichwani, yanafikirisha sana. Ndugu washiriki, mchakato wa kuboresha sheria hizi limekuwa jambo endelevu katika awamu mbalimbali za uongozi wa nchi yetu tangu ilipoingia mfumo wa vyama vingi. Kumefanyika maboresho ya sheria zihusuzo uchaguzi. Yapo maboresho yalifanyika katika kipindi changu cha uongozi, na yapo ambayo yamefanyika kabla, na yapo ambayo yamefanyika baada ya mie kuondoka kwenye uongozi, na yapo ambayo yanafanyika katika awamu hii ya 6 inayoongozwa na rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mimi nafahamu kwa maboresho kadhaa yalifanyika katika sheria zetu za uchaguzi, yaliyofanyika katika sheria zetu za uchaguzi yalikuwa yanatoa ufumbuzi kwa changamoto maalum zilizokuwepo wakati huo, lakini mengine yamekuwa kwa nia tu ya kuyafanya mambo yawe mazuri zaidi. Hakuna changamoto, lakini watu wakikaa chini wanatafakari hali ilivyo, wanasema lakini tukifanya hivi mambo yatakuwa mazuri zaidi. Kwa hiyo ziko changamoto kama marekebisho yanayotokana na kujibu certain challenges, certain problems in the conduct of elections. Lakini yako yale ambao wanakaa wanasema lakini hivi tukifanya hivi mambo yatakuwaje? Kwa hiyo yako hivyo. Kwa mfano sheria ya uchaguzi
wa rais wa bunge na madiwani ya mwaka 2024 imefanyiwa marekebisho katika eneo la masharti kuhusu uteuzi wa wasimamizi wa uchaguzi. Nadhani AG amerugusia kidogo. Pamoja na mambo mengine, sharti la wakurugenzi wa halmashauri kwa wasimamizi wa uchaguzi automatic limeondolewa. Kabla ya hapo tumekuwa tunasema tume itateua, lakini invariably walikuwa wanateuliwa ni wakurugenzi, na hivi sasa ingekuwa wanajiandaa kusimamia uchaguzi, na watu walikuwa wanasema mkurugenzi anaambiwa nikulipe mshahara alafu nishinde uchaguzi. Kwa hiyo ilikuwa inaonekana kama ni kikwazo, na kwa hiyo kunapotokea shaka kwamba mambo hayakwenda sawa, shaka ya kwanza inakuwa kwa huyo anayesimamia. Kwa kama mnaisema hii tume iwe huru, moja ya uhuru wa kuipa hii tume iwe huru kutafuta watu wake yenyewe, tasema na watu huyu. Kwa hiyo limeshughulikiwa. Aidha, kupitia marekebisho hayo pia sasa zimewekwa sifa za mtu anayeweza kuteuliwa kwa msimamizi wa uchaguzi au msimamizi msaidizi wa uchaguzi. Masharti hayo hapo awali, ndugu zangu, hayakuwepo. Sifa yako wewe ni kuwa mkurugenzi tu. Lakini pia limeongezwa sharti la kutangaza majina ya hao watakaoteuliwa kuwa msimamizi na msimamizi msaidizi wa uchaguzi. Hii ni hatua muhimu ya kuongeza uwazi, lakini pia inaviva vyama vya siasa na wananchi wawafahamu hawa wasimamizi wa uchaguzi. Nimefahamishwa vile vile kuwa eneo jingine muhimu lililofanyiwa maboresho ni lile linalohusu mgombea pekee wa nafasi ya ubunge na udiwani, ambapo sasa sheria mpya imefuta suala la mgombea kupita bila ya kupingwa. Maana la kwetu kupita bila kupingwa ilikuwa linalalamikiwa sana, na kilichokuwa kinalalamikiwa wakati mwingine anasema lakini panapitika hila. Anaambiwa fomu kujaza sawa sawa. Kwenye chaguzi za chini kule anasema kwamba ulitakiwa kutaja jina la chama, sio kwa kifupi. Sio kwa kifupi. Ukiandika CCM hujataja jina la chama, natakiwa Chama cha Mapinduzi. Na ikawa controversy, wengine wanaachwa, wengine wanakataliwa, lakini yote ilikuwa ni njia ya kutengeneza mazingira yule anayetakiwa abaki kuwa peke yake. Sasa usema fine, wacha abaki peke yake, lakini bado hata huyo aliyebaki peke yake atapelekwa kwa wananchi. Kama wananchi hawamtaki, watapiga haya hapana tu. Kwa nayo ni hatua muhimu ambayo haikuwepo huko nyuma. Na unajua kwenye hivi vyama uchaguzi huo, wasimulieni kwa pale kwangu pale nilipokuwa nagombea ubunge pale, kuna mtu anagombea wa chama kingine, alafu anakupigia simu, mzee, mimi nakwenda kurudisha fomu.
Sema rudisha, wewe si wa chama kingine. Mzee nirudishe kweli? Yaani nirudishe kweli? Kwa sababu anachotaka mzungumzie. Hivi hatuwezi kupata nafasi ya kuzungumza? Sasa tuzungumze nini? Sasa tuzungumze tuelewane. Mimi tukizungumza tukielewana, mimi wala sirudishi fomu. Unabaki peke yako. Sasa hata kama kumekuwepo na mazungumzo yule wakaelewana huko, whatever the methodology ya kukubaliana, ama ameeleza tu kwamba sifa za mgombea wa chama hiki kingine ni mzuri sana, kwa hiyo mimi sioni sababu ya kugombea, lakini bado huyo aliyabaki peke yake atakwenda kupigiwa kura na wananchi. Of course bado ni jambo lina mjadala. Kwa nini mwasumbue wananchi wakati hakuna mwingine? Sema, lakini kwa sasa uamuzi huo ni wa busara. Kama utakuja kubadilika, wacha kwanza uchaguzi huu upite, manufaa yake yaonekane, ili kama kutakuwa na mabadiliko basi uchaguzi ujao. It's not something that is cast in stone. Naweza mkafanya mabadiliko. Lakini hilo nalo ni jambo kubwa. Hali kadhalika yapo maboresho mengine mazuri ambayo bahati mbaya hayasemwi sana. Maboresho ambayo ni muhimu, yana umuhimu mkubwa katika kuhakikisha kila raia wa Tanzania anatekeleza haki yake ya kuchagua ama kuchaguliwa. Kwa mfano, kule kuwekwa kwa utaratibu mzuri kwa wafungwa na mahabusu kupiga kura, na ule wa kuwaruhusu Mtanzania kupiga kura ya rais popote alipo. Zamani bwana, walioko gerezani hawapigi kura, lakini sheria ya mabadiliko haya imetoa hiyo fursa kwamba hata walioko magerezani, walioko mahabusu sasa wanaweza wakapiga kura. Na ile nyingine kwamba kama ulijiandikisha Msoga na siku ya kupiga kura, kama mimi hivi unajikuta uko Lindi kule ukweni kule, siwezi kupiga kura ya Lindi pale mjini, lakini pale Lindi mjini naweza nikapiga kura ya rais. So, those are some of those important provisions ambazo zinatoa fursa kwa watu kuweza kushiriki kupiga kura ya rais, hiyo ya ubunge na madiwani. Utaendelea kupigia kura huko Msoga ulikojiandikisha. Kama hukuwepo kule, hilo ndio umekula hasara, au kura yako ndio imepotea. Pia yanafanyika marekebisho, maboresho ya muundo wa karatasi za kura kwa kuzingatia mahitaji ya watu wenye mahitaji maalum na waweze kupiga kura. These are advances ambazo hazizungumzwi sana, lakini zipo, zinatoa fursa kwa watu wa Tanzania kuweza kupiga kura. Ndugu washiriki, haya yote hayakuwahi kuwepo katika sheria zetu za uchaguzi zilizopita, lakini bado tuliweza kufanya chaguzi huru, haki na zenye ushindani. Hivyo tunapojumuika hapa siku ya leo, ni imani yangu kuwa pamoja na mambo mengine mtapata muda wa kuyachambua kwa kina maboresho haya makubwa yaliyofanyika kwa lengo la kuimarisha mchakato na mfumo wa uchaguzi hapa nchini. Kwa bahati nzuri, sheria hizo kwa sasa zimeandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo mtu yote anaweza kuaccess, anaweza kuzisoma akazielewa hizo sheria. Na kwa hiyo kwa kweli sasa ukimwambia kwamba kutokuijua sheria si utetezi, ni kwamba imeandikwa kwa Kiswahili na kwa hiyo anatakiwa na yeye kuzisoma. Lakini napoyasema yote haya, bado there is room to do more. Hatujafika mwisho. Ndio maana matumaini yangu ni kwamba katika mazungumzo yenu mtayatambua haya na
Kwa lugha ya Kiingereza ni proper context ya haya yaliyofanyika, lakini bado mweke nafasi kwamba inatakiwa kufanya zaidi ya haya ili mambo yetu kesho na kesho kutwa yaweze kuwa mazuri zaidi. Niseme tu kwamba yote mtakayoyajadili katika kongamano hili msiishie kukaa nayo katika jamii yenu ya mawakili na wanasheria wasomi, bali yapelekeni kwa wananchi ambao ninyi mna wajibu wa kuwahudumia. Yafafanueni na kuyaeleza kwao kwa lugha nyepesi ambayo hata mwananchi wa kawaida ataelewa, ili itakapofika siku ya kupiga kura kila Mtanzania aweze kutimiza haki yake ya kikatiba ya kushiriki uchaguzi. Uchaguzi huu ni fursa kwa Watanzania kupata viongozi, kuchagua viongozi wanaowataka, lakini pia ni fursa ya kuendelea kuonesha uwezo wa Tanzania katika chaguzi za haki, amani na za kuaminika bila hofu wala upendeleo kama ambavyo imekuwa desturi ya nchi yetu. Ni fursa nyingine ya kuyafanya mambo yetu yawe mazuri na kuwafanya Watanzania wenyewe waridhike kwamba uchaguzi huo umeendeshwa vizuri na wananchi wamepata nafasi ya kuchagua viongozi wanaowataka. Kwa hiyo tukiepuka hila, ujanja, ulaghai, tutakuwa na uchaguzi ambao matokeo yake yatakuwa na sifa hiyo. Tukifanya vinginevyo, basi kwa tumemaliza, watatangazwa walioshinda na walioshindwa, lakini bado wakati mwingine hata yule aliyeshinda naye anashangaa ameshindaje. Asema umeshinda, nimeshinda kweli. Asema umeshinda. Pakikosekana uwazi, pakikosekana kuheshimu sheria, pakikosekana kuheshimu taratibu, mtafika huko. Na sifa hiyo haitakuwa sifa nzuri kwa demokrasia ya Tanzania, ambayo inahesabiwa kwamba ni mfano mzuri wa chaguzi, mfano mzuri wa kubadilishana uongozi, mfano mzuri wa kuendesha mambo ya kidemokrasia. Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu, ndugu washiriki, kabla ya kuendelea na hotuba yangu, ningependa kutumia nafasi hii kuainisha masuala kadhaa ambayo ni muhimu kuzingatiwa na kila mmoja wetu ili kutimiza azma ya uchaguzi kama ilivyokusudiwa na katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa kwanza. La kwanza, mchakato wa uchaguzi kama ambavyo tutafanya mwaka huu ndio namna pekee ya wananchi kuweza kukasimu mamlaka yao kwa viongozi wa kuweza kuwaongoza kwa niaba yao. Ndio katiba inavyosema. Mamlaka yanatoka kwa wananchi. Mamlaka ya serikali yako mikononi mwa wananchi. Lakini mamlaka hayo serikali inayapataje? Ni kwa njia ya uchaguzi. Kwa tukifanya uchaguzi uliokuwa huru, uliokuwa wa haki, na viongozi wakapatikana katika mazingira hayo, kwamba pale ndio wananchi wamekasimu mamlaka yao kwa hao viongozi waliowapa. Hili ni jambo la kwanza la msingi. Hivyo kama taifa na kwa kuzingatia makubaliano yetu kupitia katiba, kila baada ya miaka mitano tunapaswa kufanya uchaguzi mkuu. Jambo la pili, demokrasia ni mchakato mpana sana. Kupiga kura ni sehemu ndogo tu, japo ni muhimu katika mchakato mzima wa demokrasia. Demokrasia ni mfumo unaowawezesha wananchi kuwasilisha, kupokea, kupima hoja na sera za vyama vya siasa na hatimaye kufanya uamuzi.
La msingi ni ile definition alitoa Abraham Lincoln. Democracy is government of the people, for the people, and by the people. Yani ni serikali ya watu kwa niaba yao, lakini iliyotokana na wao. Na uchaguzi ndio msingi wa kufikia hapa. Ushindani wa vyama kwa msingi ya hoja ndio ishara ya kukua kwa demokrasia kwa vitendo. Hii si hapa tu Tanzania, bali duniani kote, kwamba mnashindana kwa hoja, wananchi wanawasikiliza, baadaye wananchi wanaamua kwa hoja. Hapa nirejee maneno yangu mwenyewe nilisema mwaka 2010 niliposema haki ya kusema haimaanishi kutukana. Sio haki ya kutukana, lakini pia uhuru wa kutoa maoni usitumike kupandikiza chuki, ukabila na udini. Tukienda kwenye hilo tunaivuruga sana nchi yetu. Leo mkataka wa Tanzania hawa wachague watu kwa misingi ya dini yao. Kwenda pale tunasema huyu anayegombea nani? Abdalla, Muislamu mwenzangu, asema sawa, huyo. Anayegombea nani? Joseph, Mkristo mwenzangu, huyo. Siku tutakapofikia hapo, the country is finished. Mtaacha kuwa nchi moja, ila mtakuwa a nation of nationalities. Na nationalities zenyewe ziko based on religion, based on tribe, na wakati mwingine hata kwenye ile kabila ni based on where you come from. Katika moja ya clips za hivi karibuni nilisikia ya Mwalimu Nyerere akizungumzia kule kwao kina Balile kule. Kuna Wayoza na wanani? Na Waziba. Tulikuwa na mgombea ubunge pale mjini, sio alikuwa sijui Mziba sijui. Mujuni Kataraia. Ni Mziba. Ni Mziba, lakini eneo lile ni Wayoza. Wanasema haiwezekani. Hapa sio kwake. Akagombea kule kwa Waziba wenzake. Sasa mkishafi. Lakini sasa amesema hivi, tukifika hapo na nchi ikawa hivyo, na sasa mnakuwa sasa ni nchi ya vijinchi, lakini sio nchi ya nchi moja. We have to build a country, a nation, not a nation of nationalities. Tatu, sheria ni nguzo muhimu ya utawala wa sheria na haki, na pia ni nyenzo muhimu ya kuwezesha utimilifu wa mchakato wa kidemokrasia wa kufanya uchaguzi wa wananchi. Hakuna njia nyingine, yani katika kukamilisha demokrasia, sijui kama ipo, isipokuwa ni ya uchaguzi tu. Kwa uzoefu wangu, uchaguzi hususan wakati wa kampeni za kisiasa, kumekuwa na mtazamo usio sahihi wa kuzani sheria tulizojiwekea huwa zinaenda likizo. Kwa maoni yangu, sheria huwa haziendi likizo, na ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba tunazingatia matakwa ya sheria katika utekelezaji wa haki zetu za kidemokrasia wakati wa uchaguzi. Ni muhimu kila mmoja wetu kuhakikisha anatimiza wajibu wake na kuwa mlinzi wa sheria, na sio kuwa kichocheo cha uvunjifu wa sheria na amani tulionayo. 4, hakuna demokrasia bila uwajibikaji. Accountability and responsibility. Maana wakati mwingine unajua Tanzania hapa kuna watu wanataka wafanye lolote mahali popote, hata kama linavunja sheria, lakini wote mseme ndio. Na wakati mwingine matatizo haya ni ya wanasiasa. Waacheni wananchi wangu hao. Basi
wanavunja sheria tu sababu unajiandaa kwa kutafuta kura kesho na kesho kutwa. Sasa sheria ziendi likizo, ni muhimu kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba anatimiza wajibu wake. Lakini kutimiza wajibu ni moja ya msingi katika demokrasia. Uwajibikaji ni msingi wa uongozi unaoaminika. Hivyo ni muhimu sana kwa wadau wote wa masuala ya uchaguzi kuhakikisha kwamba kila mmoja anatekeleza ipasavyo wajibu wake ili kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa huru na wa haki. Walioko kwenye tume wanautekeleza wajibu wao sawa sawa. Walioko kwenye uongozi wanatekeleza wajibu wao sawa sawa. Walioko kwenye kupiga kura wanatekeleza wajibu wao sawa sawa. Tukifanya hivyo, uchaguzi unakuwa mzuri na nchi yetu inakuwa nzuri baada ya uchaguzi. Katika kusisitiza hili, namnukuu Mwalimu, baba wa taifa, aliposema, tukiruhusu vyama vingi vya siasa, tusifikiri kuwa hiyo ni tiba ya matatizo yetu. Lazima tujenge utamaduni wa kuheshimu maoni tofauti, kutenda haki na kuwajibika kwa wananchi. Mwisho wa kunukuu. Ni vyema wadau wote ikiwemo vyama vya siasa, tume huru ya uchaguzi, mahakama, vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na wananchi kutambua kuwa sheria zilizo bora pekee hazitoshi, bali tunahitaji utekelezaji wa sheria hizo ili kuweza kulinda msingi ya haki na utawala wa sheria katika kipindi hiki cha kutafuta ridhaa ya wananchi kuweza kuliongoza taifa letu. Ningependa kusema kwa msisitizo, kwa wakati tulionao sasa sio wakati wa kufanya mzaha na mambo ya msingi. Huu sio wakati wa malumbano. Huu sio wakati wa kunyoshana vidole. Si wakati wa kujenga uhasama wala kupandikiza hofu na chuki isiyo na sababu miongoni mwa wananchi. Ndugu washiriki, nimesema sana, naomba sasa nimalize. Kabla ya kuhitimisha, hata hivyo, nataka kusema, ningependa kutoa rai kwa serikali, wadau wote wa uchaguzi, wananchi wote kwa ujumla wao, kwamba mosi, tofauti za kisiasa zisitumike kwa chanzo cha kuharibu umoja wa kitaifa tulioupigania na kujenga kwa miaka mingi. Tutakuwa na tofauti zetu za kisiasa. Mwingine ataahidi asali, mwingine ataahidi maziwa, mwingine ataahidi tukubadili nchi ghafla, ikawa kama New York. Mwingine ataahidi mambo mengi. Lakini yote hayo yasifanyike katika mazingira ya kuvuruga umoja wetu, amani yetu, mshikamano wetu. Nilipokuwa nagombea urais kwa mara ya kwanza, moja ya jambo ambalo nimekuwa nasisitiza sana na ile timu yangu nilikuwa nayo, kitu cha kwanza nilisema holding the country together. Tanzania ni nchi ya makabila 120 wa rangi mbalimbali, wa makabila mbalimbali, wa dini mbalimbali, na wako wengine wengi tu hawafungamani na upande wowote kwenye dini. Wapo tu. Kuishikilia nchi kwa pamoja ya namna hiyo ni kazi ngumu sana. Lakini ukisema kama kiongozi, hii ni dhima yangu ya kwanza. Holding the country together, a nation of diversity. We will celebrate our differences
lakini isiwe ndio misingi ya kutugawa. Wewe mwenyewe unayeongoza ukiwagawa watu katika misingi hiyo, wenyewe utakuwa sasa ni rais wa vipande vipande. Kuna kipande kimoja chako na kuna kipande kingine sio chako. Sasa wale waliosema sio chako watatafuta wapi rais wao? Watatafuta wapi viongozi wao? Ama kwa lugha ya Kiingereza waaquiesce kwenye mazingira hayo, ama wakatae, na katika kukataa hujui watakataa namna gani. Lakini pili, Tume Huru ya Uchaguzi iendelee kufanya kazi yake kwa weledi, kwa uhuru na uwazi, na wananchi waamini hivyo. Vyama vya siasa viamini hivyo. Vikishakuwa wananchi wakiamini na vyama vikiamini, mnapata utulivu katika nchi. Uchaguzi unafanyika, aliyeshinda kashinda, na aliyeshindwa anasema nimeshindwa, nilijitahidi lakini wenzangu wamenizidi maarifa. Lakini sio maarifa yale ya ujanja, ila wamezidi maarifa, hoja zao zilikuwa strong, mimi nimeshindwa kujenga hoja ya kutosha. Kwa hiyo hayo nao hilo ni la tume. Tatu, jeshi la polisi na vyombo vya usalama viendelee kufanya majukumu yao kwa weledi na kuheshimu haki za kisiasa za raia, na kuhakikisha kuwa kunakuwa na ulinzi na usalama wakati wote. Raia wana haki zao za kisiasa, wasinyimwe haki hiyo ya kisiasa, lakini kazi yao vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha throughout kipindi cha uchaguzi. La nne, vyama vya siasa vishindane kwa hoja, sio kwa kejeli, sio kwa vitisho, sio kwa matusi, sio kwa ugomvi au kwa mifarakano. Baba wa Taifa aliwahi kusema, uchaguzi ni vita ya hoja, si vita ya mapanga na risasi. Mwisho wa kunukuu. Vyama vishindane kwa hoja na ushawishi, maana kuna maisha baada ya uchaguzi. So vyama vya siasa, tusigeuze shughuli zetu za siasa kwamba ni msingi wa kufarakanisha watu. Tano, na mahakama na vyombo vingine vilivyopewa mamlaka kutatua migogoro na malalamiko yatokanayo na mchakato wa uchaguzi vitekeleze wajibu wao huo kwa kuzingatia sheria na kwa uharaka wa utoaji wa haki. Sita na mwisho, japo sio kwa umuhimu, wananchi waelimishwe na kuhamasishwa kushiriki katika uchaguzi kwa amani ili kutekeleza haki yao ya kikatiba ya kushiriki katika uchaguzi, iwe kwa kupiga kura au kwa kupigiwa kura. Ndugu zangu, baada ya maneno yangu mengi hayo, sasa naomba nihitimishe hotuba yangu kwa kuwapongeza tena chama cha mawakili wa serikali kwa kuandaa kongamano hili muhimu ambalo naamini litatumika pia kama jukwaa la kitaifa kuweza kubadilishana mawazo, na hususan katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Sina shaka na uwezo wenu wa kiuchambuzi kama wasomi ambao wengi wenu mmepikwa mkaiva, mmepiga katika vyuo vya hapa ndani na wengine mmekwenda mpaka nje huko abroad. Nimefarijika pia kuona kuwa kuna mchanganyiko wa watu wa mada pamoja na wachangia mada. Hakika kwa uzoefu wao tutapata mambo mengi muhimu kwa mustakabali wa taifa letu. Tuendelee kuhakikisha kwamba Tanzania inaendelea kuwa kitovu cha amani na kwa mfano mzuri wa kuigwa kila tunapofanya uchaguzi. Baada ya kusema maneno hayo,
Sasa natamka rasmi kwamba kongamano la sheria la kitaifa lenye kauli mbiu isemayo demokrasia kwa vitendo, sheria, uwajibikaji na uchaguzi mkuu wa 2025 limefunguliwa rasmi.